Hakuna sababu yote ya msingi kwenda Pemba, ni siasa tu zimetumika. Kwa sababu bodi ya ligi kuna Nasoro Idris anatoka Azam. Unaona bana. Hizi ni siasa tu. Sasa inafika mahala washabiki wanataharuki, wanailaumu mpaka serikali kuu kwamba inaingilia masuala ya mpira. Hii sio sawa. Kwa sababu tunakoenda tutaenda vibaya. Wao wanaona ni kitu kidogo sana, lakini mpira ndio unatukutanisha. Mpira kama hata kuna vurugu unatuliza amani, lakini tunakoelekea hili swala sio. Washabiki wengi wamekereka. Haiwezekani mtu anatokaje Kigoma kwenda Pemba kwanza? Mtu anatokaje Mbeya kwenda Pemba? Anafanyaje? Sijui. Hii ni kututoa kwenye mchezo tu washabiki wa Simba na wachezaji wetu. Hapana, sio tatizo. Sisi falsafa ya Simba ni mpira. Hatuna mambo ya ajabu ajabu. Sisi falsafa ya Simba ni kucheza mpira. Sisi hatuna mambo ya ajabu mpaka mechi kapangwa si jumba la dhahabu. Sisi tunacheza mpira. Ndio falsafa ya Simba basi. Sasa kiongozi wa Simba leo atatoka hadharani? Hapana. Tunaumia sana na watu wana interest zao humu, lakini tusilaumu sana viongozi. Sijajua watatoka na tamko gani, lakini nasubiri, nadhani baada ya mechi ya Juni 30 watatoa tamko. Sijajua. Hapana, hii inatudhoofisha sana. Watu wanatumia gharama kubwa sana kuidhoofisha Simba. Na bado sisi ndo tunazidi kukomaa sana. Katisha kabisa, sio Simba hii sasa hivi. Sio Simba ya Beka. Sio Simba Steve Beka. Wachezaji wa Simba hawatanyong'onyea. Wao lengo lao ni moja tu safari hii. Mpaka tuone la mwisho. Umeshanielewa? Hawatanyong'onyea kabisa. Wale yani safari na wanajeshi wanajua kazi yao. Hawatanyong'onyea kabisa. Lengo lao ni moja tu. Wao wanasubiri tu viongozi wanasemaje basi. Hawezi kunyong'onyea chochote. Maneno yamekuwa mengi mara baada ya bodi ya ligi ama TFF kupitia kwa bodi ya ligi ambao ndo wanadhamana kusimamia mashindano ya ndani kutangaza mchezo utakwenda kuchezwa katika kisiwa cha Pemba kwenye dimba la Gombani. Binafsi kwanza unaenda Gombani? Mimi kama mimi hicho yani ni kituko cha mwaka. Ninachojua miaka yote finali, yani mnapoanza mashindano labda mjue lazima mnajua uwanja uko wapi. Uwanja gani tutatumia? Tanzania bara kuna viwanja zaidi ya 30. Viko bora kabisa, ni marekebisho tu. Sawa. Kucheza uwanja Sumbawanga finali, Kigoma, Songea. Safari hii Pemba. Kibaya zaidi siku ya mwisho ndio unaambiwa finali na Amia Pemba. Kwa nini hakukuwa na tangazo kabla ya mashindano uwanja wa finali utakuwa mkoa fulani? Na timu zikajua kabla hata raundi ya kwanza haijaanza. Lakini mnaingia finali mnaambiwa mnaenda Pemba. Hapana. Hivi nikuulizeni swali. Mwembe Makumbi na Mlandege wanaweza kwenda kucheza Kigoma? Mwembe Makumbi na Mlandege wanaweza kwenda kucheza Kigoma? Tuwaulize ZFF. Tuache bana. Unajua hapana. Kwa nini ZFF? Wao ndo wanadhamana na soka la visiwani. Na sisi hapa TFF ndo atueleze sasa. Haiwezekani sababu ambazo labda hakuna sababu yote ya msingi kwenda Pemba, ni siasa tu zimetumika. Kwa sababu bodi ya ligi kuna Nasoro Idris anatoka Azam. Unaona bana. Hizi ni siasa tu. Sasa inafika mahala washabiki wanataharuki, wanailaumu mpaka serikali kuu kwamba inaingilia masuala ya mpira. Hii sio sawa. Kwa sababu tunakoenda tutaenda vibaya. Wao wanaona ni kitu kidogo sana, lakini mpira ndio unatukutanisha. Mpira kama hata kuna vurugu unatuliza amani, lakini tunakoelekea hili swala sio. Washabiki wengi wamekereka. Haiwezekani mtu anatokaje Kigoma kwenda Pemba kwanza? Mtu anatokaje Mbeya kwenda Pemba? Anafanyaje? Sijui. Hii ni kututoa kwenye mchezo tu washabiki wa Simba na wachezaji wetu. Lengo ni Simba ipoteze, isichukue chochote. Ndio malengo ya watu wale. Ndio malengo makubwa. Haiwezekani kwamba kuna kundi kubwa la watu ambao wana mamlaka hataki kuiona Simba ikifanya vizuri. Linajulikana. Hizi ni siasa za ovyo, mpira hautoendelea kwa hivi. Narudia jamani, tunaandaa AFCON mwakani kwa vipengele hivi kweli? Finali Pemba ya CRDB. Kwa sababu ipi sasa? Bara hatuna viwanja au bara? Hapana. Kuna namna washabiki wa Tanzania bara huko ambapo ndio ligi ya NBC inachezwa na kombe la shirikisho wameonea huko. Hawajatendewa haki. Washabiki wa Simba ni watu wa kusafiri bana. Wewe waambie mechi Kigoma,
waambie mechi Sumbawanga, waambie mechi Kiela huko. Lakini leo namwambia Mshaga Pemba anaendaje kwanza? Wanasema boti zipo pale. Hamna boti, hamna cha boti. Afu hamna boti, malazi, vyakula note ni shida. Unanufaisha tu kama Bahresa kwenye boti zake basi, lakini naona wana mambo yao binafsi wanayojua wao kama wao, lakini ili swala hapana. Kuna namna kwa hizi maneno ambayo yanazungumzwa kwa sasa, fainali hii inakosa mvuto. Na imeshakosa mvuto. Imeshakosa. Pemba hakuna mshamsha bana. Pemba hakuna mshamsha. Nani ataamsha kule bana Pemba? Haitakuwa na mvuto wote. Kiukweli sijui. Mimi sijasikia kauli ya kiongozi wa Simba inasemaje, lakini kwangu mimi naongea mimi kama mimi, hapana. Haijafurahisha watu, haijatendea watu. Ndugu zanguni, washabiki wanatumia hivi viingilio vya TFF. Washabiki wengi wanaumia kwenda mikoani. Ni wale wale ndo wanaenda mikoani, ni wale wale. Leo mshabiki wa Pemba atakuja kuangalia mechi Morogoro? Atakuja kuangalia mechi Dar es Salaam? Hapana. Hapana. Sasa Dokta, kuna maneno ambayo nimekuwa nikiyasikia na kuyaona sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Simba viongozi wao mara nyingi wamekuwa kimya sana kwenye matukio kama haya ambayo yamekuwa yakijitokeza. Lawama zimekuwa zikipelekwa kwa uongozi kwamba wao wanajaribu kumaintain ile status ya Simba kwamba ni timu ya mpira, linalokuja basi huwa wanapokea kwa mamlaka na mambo mengine yanakwenda. Hili ndio inaweza ikawa pia ni tatizo kwa upande mwingine. Hapana, sio tatizo. Sisi falsafa ya Simba ni mpira. Hatuna mambo ya ajabu ajabu. Sisi falsafa ya Simba ni kucheza mpira. Sisi hatuna mambo ya ajabu mpaka mechi kapangwa si jumba la dhahabu. Sisi tunacheza mpira. Ndio falsafa ya Simba basi. Sasa kiongozi wa Simba leo atatoka hadharani? Hapana. Tunaumia sana na watu wana interest zao humu, lakini tusilaumu sana viongozi. Sijajua watatoka na tamko gani, lakini nasubiri, nadhani baada ya mechi ya Juni 30 watatoa tamko. Sijajua. Hapana, hii inatudhoofisha sana. Watu wanatumia gharama kubwa sana kuidhoofisha Simba. Na bado sisi ndo tunazidi kukomaa sana. Tunakuwa strong sana. Kumbe matukio kama haya tunakomaa sana. Nini kama hizi ndo zinaijenga Simba. Nikwambie kitu. Kuna neno moja wanasema hapo afu wanajiukiwa bana sana, wanajisahau. Kuna bingwa kihistoria. Kuna bingwa kihistoria. Alafu ukimuuliza kafanya nini klabu bingwa Afrika? Kafanya nini kwa shirikisho? Ukimuuliza unakosa majibu hapa, anakuwa anahangaika tu hapa. Huwezi kuchukua ubingwa mara 33 ukaenda klabu alafu ukaenda robo finali moja na finali moja. No. Hapana. Ungekuwa wewe ndio mtu wa kuigwa sasa. Tungeiga kwake, lakini hamna chochote. Bingwa kihistoria huko ndani. Bingwa kihistoria, hata Nyerere alikuwa ni rais wa Tanzania kwa muda mrefu. Hiyo kitu mimi hapana. Daktari, kuelekea mchezo huu Young Africans ama watani wanasema wao wako bega kwa bega na wababe wao Azam Football Club na watapambana kwa namna yoyote kuhakikisha kwamba Simba habebi ubingwa. Kwa nini imeanza leo? Kuna ukiona baada ya mechi yao Zanzibar ile mtu kafungwa 3-0, huoni watu wamekaa pamoja? Timu zote Tanzania zinacheza na Simba tu. Light team zote za Tanzania zinakuwa zinacheza mpira zinavyocheza na Simba. Usingekuwa nafikiria timu hii inacheza playoff, sijui hii inataka kushuka. Hakuna, kwa na ligi moja hatari sana. Lakini timu ziko kwa sababu moja tu. Kuna kitu mimi nakiangalia hata wa makocha wanaofundisha hizi timu. Sijui. Binafsi kwanza namuonea Ibenge huruma. Sidhani kama ile magoli matatu alifurahia. Sijui. Anafundisha vile. Sijui, labda anaangalia akaunti yake inasomaje kwa mshahara wake basi. Lakini kama kocha CV yako unaitengeneza, alafu timu ina malengo yake nje ya kocha, ni kituko. Kiukweli sio, hapana. Yes, pressure imekuwa kubwa, maneno yanavyozidi kuzungumzwa kuelekea fainali hii. Labda kama wachezaji watapata nafasi ya kusikia maneno, wakati mwingine pia huwa yanawanyong'onyesha wachezaji kuona kwamba mashabiki wetu tayari morali imeanza kushuka kutokana na kile ambacho kipo kwa sasa.
Binafsi kama wachezaji watapata nafasi ya kusikia, lipi neno lako kwako kuelekea fainali? Kwanza ni ukatisha kabisa, sio Simba hii sasa hivi. Sio Simba ya Beka. Sio Simba Steve Beka. Wachezaji wa Simba hawatanyong'onyea. Wao lengo lao ni moja tu safari hii. Mpaka tuone la mwisho. Umeshanielewa? Hawatanyong'onyea kabisa. Wale yani safari na wanajeshi wanajua kazi yao. Yani safari na wanajeshi wanajua kazi yao. Hawatanyong'onyea kabisa. Lengo lao ni moja tu. Wao wanasubiri tu viongozi wanasemaje basi. Hawezi kunyong'onyea chochote. Hawezi. Wao wafanyavyo. Lakini unajua kila kitu kina mwanzo na mwisho bwana. Watapita njia zote lakini ukweli utakuwepo tu pale. Hivyo yani mimi narudi pale. Hivyo wanataka kunaambia nchi marefari wote ndo wanaobovu wote kweli? Sijui. Na labda unatamani kuona mchezo huu wa fainali mwamuzi akitoka nje, na ikitokea amepangwa ndani, wewe binafsi imani yako? Kulikuwa kana kanuni kwenye ligi hizi mechi kubwa hizi, mwamuzi wao anatoka nje. Sawa. Lakini kwa wao mpaka mechi inapelekwa Pemba, kuna kitu gani hapo katikati? Mpaka mechi inaenda Pemba, kuna kitu gani katikati hapo? Unaweza ukashangaa na mwamuzi anatoka hapa kwa kutimiza wanayohitaji wao, au wakachagua kule visiwani. Ligi ya bara mwamuzi anatokaje visiwani bana? Mashindano ya bara mwamuzi anatokaje visiwani bana? Kuna haja sasa kuleta mwamuzi wa nje kwenye mchezo wa fainali kuondoa hizo sintofahamu za mwamuzi. Hilo ndio liko sahihi. Ndio maana nikakwambia hivi kwenye hoja yangu ya msingi kwamba haiwezekani Mwembe Makumbi na Mlandege wakaenda kucheza Kigoma. Haiwezekani. Hizi umenyima mikoa fursa tu. Zungumza na Simba daktari, tuondoke. Wazidi kuipa support timu yao basi. Waipe support sana timu yao. Mambo mengine ya pembeni waachane nayo. Wasikilize viongozi kile wanachokisema. Bennett na uongozi wao na benchi la ufundi. Wale mashabiki wetu wanaojitoa kwenda mikoani na msimamo wao uko pale naunga sana mkono. Sana wale ni nguvu kubwa sana ya timu. Sana kabisa. Sitaki kuwataja majina na wafahamu wote, lakini ni nguvu kubwa sana. Wataje baadhi hata watatu kwa niaba ya wengine wawakilisha, si vibaya. Hapana. Utaacha wengine utaje. Hapana. Yaani wote letu ni nguvu moja. Simba nguvu moja. Haiwezekani huyu yuko hivi, hapana. Sisi level moja bana. Sasa. So fulani yuko hivi, sisi nguvu moja. Mimi nilitaka tutaje hata wawili watatu wawakilisha wengine. Hapana. Bana daktari, kuna sehemu nyingine kunakuwa na wawakilishi bana. Hapana kuwakilisha mtu. Hapana. Yes, bana, huyo ni Daktari Abushiri. Kwa muda mchache sana wa thamani ametuzungumzia yale ambayo tulikuwa tunayahitaji ama kwa kweli mwana Simba ulitamani kuyasikia, akizungumzia kinaga ubaga kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu Tanzania bara, akiamini kwamba haijaisha mpaka ishe, mpaka pale Juni 30 ambapo Simba Sports Club watakuwa katika dimba la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ama KMC Complex, huku watani Young Africans wakiwa pale Meja Jenerali Isamuyo dhidi ya wenyeji JKT Tanzania. Ni mchezo ambao ama michezo ambayo itakwenda kuamua bingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Young Africans wakiwa na alama 72, Simba Sports Club alama 70, nafasi ya pili. Nini kinakwenda kutokea ni jambo la kusubiri, lakini pia akagusia mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho ambalo utapigwa pale Gombani katika kisiwa cha Pemba. Imani ya wanasimba wengi hawakubaliani na hiki kwamba kupeleka fainali ya kombe la shirikisho ambalo kutoka hatua ya awali mpaka nusu fainali kuchezwa katika ardhi ya bara, fainali kwenda kuchezwa katika visiwa vya Zanzibar, wengi wakiamini kwamba ni kuwakosea mashabiki ambao katika hatua ya mwanzo kabisa walikuwa na timu zao katika kuzipambania huku, lakini fainali kuipeleka visiwani Pemba ni gharama kubwa sana kwenda huko, hivyo kuna namna hivi wamekoseshwa ile ladha ambayo walitamani kuendelea nayo kutoka hatua za awali mpaka fainali. Lakini pia daktari mwisho akagusia kwamba fainali hii basi kama itachezwa huko Pemba, mwamuzi atoke nje. Mimi naitwa Abdallah, nyuma ya kamera Shabani, kwa bora kabisa anahakikisha kwamba madini kutoka ndani ya SFTV yanapatikana kwa ubora wa hali ya juu, picha ngavu
kwa hali ya juu sana. Tunapewa nguvu kubwa sana nao Komba Furniture and Decoration, ambao hawa ni watengenezaji, wasambazaji na wauzaji wa samani mbalimbali kama vile sofa, meza, viti na vitanda, dressing tables na vinginevyo vingi kweli kweli. Na nikusanue tu, kama bado huja subscribe channel yetu Simba Fans TV ama SFTV, muda ndo huu kupata kile kilicho bora. Bila kusahau tu follow katika mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook kwa jina la SFTV ili kupata kile ambacho unastahili kutoka kwetu. Tukutane muda na wakati mwingineo. Maasalam.